Ikiwa ni tarehe 9 Disemba, siku ya uhuru wa Tanzania na siku ya maandamano makubwa ambayo yanatarajiwa kufanyika nchini Tanzania, ripoti za hivi punde zinazogonga meza yangu ya habari ni kwamba waandamanaji 6 ambao pia ni wanaharakati wameweza kukamatwa nje ya balozi ya Tanzania wakiweza kuandamana dhidi ya yale ambao wanayaita ukandamizaji, mauaji na ukiukaji wa haki za binadamu nchini Tanzania. Bonyeza alama like kisha bonyeza neno subscribe na alama kengele chini ya video hii kabla ni kutaarifu ripoti hizi kwa kina na kwa undani zaidi. Hali ya wasiwasi imetanda kanda ya Afrika Mashariki siku ya Jumanne tarehe 9 Disemba, wakati Tanzania ikiingia katika siku yenye hali tete zaidi iliyoadhimishwa na kufungwa kwa nchi nzima. Wasiwasi mkubwa na tishio la makabiliano makali kati ya raia na vikosi vya usalama inahofiwa katika miji mikuu ya Tanzania ikiwa ni pamoja na Dar es Salaam, Arusha, Mwanza na Dodoma. Mitaa sasa hivi imesalia kuonekana tupu, huku serikali na jeshi la polisi na jeshi la JWTZ ikiongeza idadi ya wanajeshi na polisi kabla ya maandamano yaliyopangwa kupinga kuchaguliwa tena kwa Rais Samia Suluhu kwa utata mnamo Oktoba tarehe 29. Kwa wakazi wengi Tanzania, Jumanne ya leo ilianza asubuhi kwa hofu walipoamka na kuona magari ya kivita ya kijeshi na magari ya polisi na vizuizi vya barabarani na vikundi vya doria ambavyo viligeuza maeneo ya mijini Tanzania kuwa maeneo yanayoonekana kuwa ya kijeshi na maafisa wa polisi. Hata hivyo, ripoti za hivi punde zinazoenea ni kutoka nchini Kenya, ambapo wanaharakati wa Kenya pamoja na baadhi ya Wakenya wachache waliweza kuungana kuandamana kuwasaidia Watanzania na waliamua kwenda kuandamana na kupeleka maombi yao nje ya balozi la Tanzania humo nchini Kenya, Nairobi. Lakini kilichowakuta ni hadithi za siku nyingine. Sasa hivi wanaharakati 6 ambao wamekuwa wakiandamana nje ya balozi la Tanzania nchini Kenya wameweza kutiwa mbaroni au kukamatwa na maafisa wa polisi wa nchi hiyo. Hata hivyo, utetezi wao wanaharakati hao au waandamanaji hao waliokamatwa sasa hivi umezua athari za papo hapo mpakani. Mapema Jumanne asubuhi ya tarehe 9 Disemba jijini Nairobi, Kenya, watetezi 6 wa haki za binadamu ambao pia ni wanaharakati walikamatwa nje ya ubalozi wa Tanzania walipokuwa wakijaribu kuwasilisha ombi la kutaka kuwajibika kwa madai ya mauaji hayo huku wakiandamana kwa amani. Kundi hilo lilikuwa limejipanga kwa amani nje ya jengo la kidiplomasia la Tanzania jijini Nairobi, likitarajia kuvuta hisia za Wakenya kuhusu mzozo unaoendelea karibu na nchi yao, nchi jirani ya Tanzania. Maandamano yao mafupi yalikatizwa na polisi ambao waliwaweka kizuizini na kuwakamata na kuwasindikiza chini ya ulinzi mkali. Kukamatwa kwa watu hao kulileta mshtuko katika jamii ya wanaharakati nchini Kenya ambao wamekuwa wakitetea nchi ya Tanzania. Katika gazeti maarufu la Kenya linalofahamika kama Kenyans.co.ke liliweza kunukuu likiandika hivi: 6 protesting Kenyan activists arrested outside Tanzanian embassy in Nairobi. Miongoni mwa waliozuiliwa au kukamatwa ni wanaharakati mashuhuri wakiwemo Frederick Ojiro, Julius Kamau, Vincent Mboya, Lichuma na Shem. Hata hivyo, timu hiyo ilisisitiza kuwa imesimama tu kwa mshikamano na Watanzania ambao kwa mujibu wao wanaharakati hao wanakabiliwa na utawala usio tayari kuvumilia upinzani wa aina yoyote wa kisiasa nchini Tanzania. Mmoja wa wanaharakati hao anayefahamika kama Geoffrey Mboya akizungumza muda mfupi kabla ya polisi kuingilia kati alieleza kuwa Jumuiya ya Afrika Mashariki imejengwa kwa misingi ya pamoja na kwa hiyo Kenya haiwezi kukaa kimya huku jirani yake akikabiliwa na ukosefu wa utulivu. Alisema uwepo wao katika ubalozi huo ulikuwa na maana ya kuonyesha kwamba machafuko ya Tanzania yalikuwa na matokeo ya kikanda. Jijini Dar es Salaam, upande mwingine, mashuhuda walieleza hali ya mvutano tofauti na ilivyoonekana miaka hivi karibuni. Biashara zimebaki kufungwa Dar es Salaam, Dodoma pamoja na Arusha. Shule zimefungwa pia, milango ya wananchi pia imefungwa na huduma za usafiri wa umma zilifanya kazi kwa kiwango cha chini baada ya viongozi kuwataka raia kukaa ndani.
kwa usalama wao wenyewe kama walivyodai. Licha ya kutokuwepo kwa umati unaoonekana hadi sasa, uwepo mkubwa wa vikosi vya usalama umeonyesha dhamira ya serikali ya kukandamiza jaribio lolote la upinzani wa umma au kuandamana na kuzua vurugu. Ripoti zilizoenea mtandaoni sasa zimeonyesha wanajeshi wakichukua nyadhifa kando ya barabara kuu, mizunguko na viwanja vya umma, na hivyo kujenga taswira ya serikali ikijiandaa kwa mapambano na raia wake wenyewe ambao watajaribu kuzua machafuko. Maandamano hayo yalikuwa yakitarajiwa kwa wingi kufuatia wiki kadhaa za machafuko yaliyochochewa mitandaoni na pia uchaguzi wa rais wa Oktoba 29 ambapo Rais Samia Suluhu alitangazwa mshindi katika kile ambacho mashirika ya haki za binadamu yamedai kuwa ni kinyang'anyiro kisicho na ushindani na kisicho halali. Madai ya mauaji ya halaiki, pia kutoweka na kukandamizwa kwa wafuasi wa upinzani, yamechochea hasira ya umma na kusababisha wanaharakati kuitisha maandamano ya nchi nzima mnamo Disemba 9, ambayo ni tarehe ya leo iliyopangwa hapo awali kwa maadhimisho ya siku ya uhuru wa Tanzania. Serikali ilikuwa imefuta sherehe rasmi ya leo, lakini wanaharakati wamesisitiza siku hiyo badala yake itumike kudai haki na kuandamana, uwajibikaji na mageuzi ya kidemokrasia. Vyombo vya habari vya kimataifa vilifuatilia kwa karibu hali hiyo siku nzima. Mwandishi kutoka CNN pia aliripoti kwamba miji mikuu kadhaa leo ilionekana kutengwa, akielezea mazingira kama kimya, lakini huenda wakati wowote mambo yakaweza kulipuka. Mwanahabari huyu alibaini kuwa maafisa waliojihami walikuwa wamejipanga katika karibu kila makutano makubwa barabarani, huku wakazi wakiogopa kutoka nje baada ya kupewa amri ya kubaki majumbani. Katika baadhi ya vitongoji, watu walichungulia kutoka madirishani, huku misafara ya askari ikipita kwa vipindi. Serikali haijathibitisha iwapo kuna amri ya kutotoka nje, lakini Watanzania wengi wanadai walionywa isivyo rasmi kutotoka nje ya nyumba zao isipokuwa lazima kabisa. Maafisa wa serikali nchini Tanzania, Dar es Salaam, Dodoma, Arusha na Mwanza wamesisitiza kuwa nchi imesalia katika hali tulivu kufikia sasa. Kupitia taarifa asubuhi, msemaji huyo wa polisi amebainisha kuwa ingawa rais alikuwa ameghairi sherehe za siku ya uhuru, hii haikuwapa raia kibali cha kujihusisha na shughuli zinazohatarisha amani ya taifa. Maafisa walishikilia kuwa hakuna vibali vilivyotolewa kwa maandamano, na kwa hivyo mkusanyiko wote ungechukuliwa kama kitendo kisicho halali. Serikali pia ilisema kwamba ripoti za mauaji ya watu wengi awali zilitoa chumvi na zilichochewa kisiasa, ingawa mashirika kutetea haki za binadamu yanapinga vikali kukanushwa huku. Katika maeneo mengi ya Dar es Salaam, hofu ya vurugu ilifunika maisha kila siku ya watu. Familia ziliweka watoto ndani ya nyumba, wamiliki wa maduka walishusha na kufunga maduka yao, na waendesha bodaboda walikwepa barabara kuu. Maeneo ya makazi yalionekana kuwa tulivu isivyo kawaida, lakini hali ya wasiwasi ilitanda juu ya ukimya huo. Kwa Watanzania wengi, hali ya kutokuwa na uhakika leo ya siku hii ilikuwa mbaya zaidi kuliko tishio halisi la vurugu, kwa sababu hawakuwa na ufahamu wazi wa jinsi matukio yanavyoweza kutokea au kubadilika ghafla siku ya leo. Mtazamaji, je, maoni yako ni yapi kuhusiana na maandamano haya ya Disemba tarehe 9 nchini Tanzania? Na ningependa unieleze, je, sehemu ulipo, ikiwa ni Dar es Salaam, Dodoma, Arusha au Mbeya au hata Mwanza, ni nini ambacho kinaendelea eneo hilo? Je, kuna hali yoyote ya maandamano inashuhudiwa, au je, ni kipi ambacho unakishuhudia? Nijuze upande wa maoni. Vile chukua sekunde yako moja kulike video hii, kisha bonyeza neno subscribe na ubonyeze alama ya kengele